Mwalimu Nyerere aliweka mbele maslahi ya taifa, na ndiyo sababu aliongoza harakati za kupambania uhuru, ukapatikana uhuru, na pia akawa ni mmoja wa waasisi wa muungano ambao leo hii tunauadhimisha. Tunaye pia mwingine Mzee Abedi Amani Karume. Baada ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar, yeye pamoja na Mwalimu Nyerere waliunganisha nguvu na kuweka makubaliano ambayo yametufikisha leo tukiwa tunaadhimisha miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Unakuta kiongozi anakula rushwa. Hivi sasa niseme uongozi mzuri zaidi unaoonekana unakubalika katika jamii ulioharibika sasa tangu mwaka 80. Unatuachaje? Sasa tunataka kusipigie kura, hebu tuachie basi. Eleweka. Tuache vitendo hivyo. Siasa hizi za kuomba rushwa tuache. Nategemea kwamba mkitoka kwenye renki yenu hii ya vijana ya ujana huu, utakuwa msaada mkubwa kwa nchi yetu na nyinyi pia pamoja, hata na familia ya wazazi wetu huko tuliowaacha. Naomba nichukue nafasi hii nimkaribishe mkuu wetu wa chuo aweze kuzungumza kwa machache, na moja kwa moja amkaribishe katibu tawala wa wilaya ya Misungwi Mheshimiwa Abdi Makange aweze kutuhairishia mjadala wetu huu wa leo wa uzalendo na maadili kuelekea miaka 62 ya muungano. Pamoja na kwamba tutapata ujuzi kwenye maeneo haya ambayo tunasomea, lakini tuendelee kuwa raia wema na tufiti kwenye maeneo ya kazi, tuweze kuleta mchango chanya kwenye jamii pamoja na taifa na mataifa mengine ambapo tutakuwa. Wanafunzi wetu hawaishii tu kuwa raia wa Tanzania, lakini pia wanatumika na kusoma katika maeneo mengine. Kwa lazima kuiwakilisha nchi vyema. Masomo haya ambayo nimeelekezwa leo ni muhimu sana kutupeleka katika kutafakari muungano wetu, kutupeleka katika kujijenga sisi kama vijana ambao ndio taifa la leo. Hatima ya nchi hii iko mikononi mwetu sisi. Tunashukuru sana kwa mdahalo huu mzuri ambao tumeweza kujifunza, tumeweza kupata vitu vingi sana, na vijana wameweza kufurahia maelekezo na masomo haya. Kwenye tafakari za watu wanaona kwamba sisi vijana ndo wavunjifu wa maadili, ndo sisi ambao tunaendaga tofauti na wengine. Tumefundishwa vizuri na tumeelekezwa vizuri, inabidi tuyaishi tuliofundishwa. Pia nashukuru sana viongozi walioweza kufanikisha hili jambo na kufanikisha sisi kama wanafunzi kuweza kujifunza vitu vingi kuhusiana na maadili na uzalendo waliokuwa nao viongozi wetu waliopita ambao ni waanzilishi wa hii nchi yetu ya Tanzania. Nashukuru sana.